Kutengeneza mirathi vizuri, sheria inaweka utaratibu wa kuanzia na kikao cha ukoo. Kwenye kikao cha ukoo watu mnajuana na historia marehemu inafahamika, aliolewa wakati fulani. Na wakati fulani mwenza ana cheti. Sisi tumeoana mwezi fulani. Na tunajua kabla hamjaoana nilikuwa na miliki hiki na kile. Ni rahisi kuvibagua. Labda kuwe na uroho tu na roho mbaya. Lakini watu wenye akili wanaweza kukubaliana kwenye kikao cha ukoo. Kwamba ni kweli wifi yetu hii alitoka nayo kwao. Hii nyumba kwa kweli wifi alijenga wakati fulani. Kwa kweli kaka yetu, shemeji yetu, hii sio ya ndugu yetu. Hii kwa kweli alikuwa na hili gari alikuwa nalo. Si ndio? Ni vitu kukiwa na good faith, kukiwa na nia njema na hakuna tabia mbovu na kutaka utapeli, ni vitu vya kubaliana kwenye ukoo. Lakini in any case mmeshindwa kukubaliana, limekuja mahakamani. Mahakama itatakiwa itumie mfumo wa tarehe ya usajili wa ndoa yenu. Mmefunga ndoa tarehe ngapi, na nyaraka za umiliki wa mali nyingine zitaonyesha umepata lini. Shamba hili mimi nina mkataba nimenunua mwaka 80. Nimeoa mwaka 92. Hiyo ni obvious. Otherwise kuna maelekezo mengine kwa pamoja katika utashi wenu wa pamoja inaonyesha mliridhia kwamba hizi mali sasa zote zitakuwa zetu kwa pamoja. Lakini kama hakuna ushahidi wa kuonyesha hizi mali mlizileta kuwa za pamoja, kwa kweli zitabaguliwa tu. Mahakama itajiridhisha, tutabagua. Na uzuri mahakamani ni unauza hoja. Ukiwa na mwanasheria ana uwezo wa kuuza hoja diplomatic.